Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambaye amekaa kwa muda mrefu zaidi katika utawala nchini Israel, amesema atawania muhula mwingine katika uchaguzi wa bunge wa Novemba mwaka 2026. Utawala wa Netanyahu umefafanuliwa na mageuzi yake ya mahakama yenye utata, mgogoro wa mateka wa Hamas na vita huko katika ukanda wa Gaza, masuala ambayo amepata upinzani na sifa mbaya. Katika mahojiano na idhaa ya 14 ya Israel siku ya Jumamosi, waziri mkuu huyo alithibitisha kuwa ana nia ya kutafuta muhula mwingine madarakani na kuongeza kuwa anatarajia kushinda katika uchaguzi huo. Kiongozi huyo wa chama cha mrengo wa kulia cha Likud alihudumu kama waziri mkuu kuanzia mwaka 1996 hadi mwaka 1999, karejea tena mwaka 2009 hadi mwaka 2021, ambapo alirejea madarakani Desemba mwaka 2022 kufuatia kusambaratika kwa muungano unaotawala. Netanyahu amedai kuwa yeye ndiye mtu pekee mwenye uwezo wa kuiweka Israel salama na ndiye kiongozi anayeweza kuiongoza Israel ikawa katika hali ilivyo na utawala katika eneo hilo ukawa na nguvu kuliko mtu yeyote katika Israel kwa sasa, na anajivunia uhusiano wake wa karibu na rais wa Marekani Donald Trump. Amechukua msimamo mkali kuhusu Hamas na kuanzisha vita vya anga vya siku 12 na Iran mnamo mwezi Juni. Hata hivyo, anaamini kwamba kwa sasa ndiye kiongozi bora zaidi kuwahi kutokea katika taifa hilo la Kiyahudi. Waziri mkuu huyo kwa sasa anasikilizwa katika kesi 3 za ufisadi ambapo anakanusha kufanya makosa yoyote. Pia ametaka kupunguza mamlaka ya mahakama ya juu ya Israel na kusababisha maandamano makubwa. Kura ya maoni kupitia Channel 12 iliyochapishwa wiki hii inaonyesha kuwa Likud ingeshinda viti 72 ikiwa uchaguzi ungefanyika leo na kusalia kundi kubwa zaidi katika bunge la Senate. Kuimarika kwa umaarufu kunafuatia makubaliano ya kimataifa ya kusitisha mapigano na kundi la Hamas na kuachiliwa kwa mateka waliosalia. Kiongozi huyo wa chama cha Likud, Bwana Benjamin Netanyahu, anaonekana katika medani za kimataifa kuwa ndiye kiongozi ambaye amesababisha mauaji makubwa katika eneo la Mashariki ya Kati na katika mataifa mengi zaidi ya Mashariki ya Kati. Ndiye kiongozi aliendesha vita katika eneo la ukanda wa Gaza katika muda mrefu zaidi, muda wa miaka 2, akipambana na makundi mengine katika nchi zingine ikiwa ni pamoja na kundi la Hezbollah kutoka nchini Lebanon, lakini pia na kundi la Wahouthi. Kadhalika akaamua kuingia vitani dhidi ya Iran. Kwa namna moja ama nyingine, kiongozi huyo ambaye anaonekana kupata msaada mkubwa kutoka nchini Marekani aliweza kupambana na Iran pamoja na makundi yaliyopo katika mataifa mengine matatu, ikizingatiwa pia lipo kundi la Wahouthi wa Yemen ambalo nalo liliingia vitani kutokana na kile ambalo kundi hilo limesema ni mapambano dhidi ya kuwatetea wa Palestina katika eneo la ukanda wa Gaza, na hivyo alijizolea sifa katika kutumia kundi la Mossad katika kuhakikisha anawaua baadhi ya viongozi wakuu wa makundi ambayo yaliingia vitani dhidi ya Israel. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile kilichoelezwa na Netanyahu kwamba bado ana mpango wa kuendelea kusalia madarakani, akiamini yeye ndio kiongozi pekee anayetosha kuitawala Israel tofauti na kiongozi mwingine. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.